kajaliwa karama na Ilahi Mola jalia, dua zake akisoma Allah anazipokea. Kwa pamoja Allahumma takabbal dua, ni Sharifu Firdausi Allah amjaze kheri. Naitwa Fumao Mshairi, natazama Firdaus TV, na kusihi na wewe kutazama Firdaus TV. Wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Keep watching Firdaus TV. Unatazama Firdaus TV. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu tusaidie. Asante sana baba yetu, shehe wetu ambaye ni mgeni wetu maalum, shehe wetu wa kata ya Mwandege, lakini namuona Sheikh Firdaus, karibu sana. Lakini na mashehe wengine katika misikiti yetu, viongozi wa dini, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa serikali, wapendwa wageni waalikwa, wapendwa wazazi na walezi na watoto wetu pamoja na wafanyakazi, assalamu alaikum. Kwa niaba ya baba yetu Dr. Tadeo Mtembei na mama, na kwa niaba ya jumuiya nzima ya shule zetu za St. Matthews, tunaposema shule zetu hapa tu kuna shule tatu: shule ya awali, shule ya msingi na shule ya sekondari. Kwa hiyo tunaziita shule, lakini pia St. Matthews ina shule zake dada nyingine 7. Kwa niaba yao wote, kwa unyenyekevu kabisa, tunawashukuru kwa kufika na kushiriki nasi katika iftari hii katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Asanteni sana kwa upendo. Kufika kwenu sio kwamba kulikuwa hakuna pa kwenda, hakuna cha kufanya, lakini ni kudhihirisha upendo ambao mlionao kwetu. Kwa kweli hatuna kubwa zaidi la kusema kwenu zaidi ya kuwashukuru sana kwa unyenyekevu mkubwa. Asanteni sana kwa kutupenda kwa kiasi hiki kikubwa. Tumeitana leo kwa ajili ya ibada, na ndio maana niungane na mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi kwamba wasemaji wakubwa ni mashehe wetu, viongozi wetu wa dini. Tumeungana kwa ibada. Mwezi huu mtukufu ni mwezi wa ibada, mwezi ambao tunaamini maombi yetu Mwenyezi Mungu anayasikia na kuyajibu kwa haraka sana, na sisi kama shule tukaona tushiriki katika fursa hii ya kupata baraka kwa Mwenyezi Mungu, na lengo likiwa mbele yetu ni kuwaombea watoto wetu. Tuwaombee watoto wetu. Shule ni watoto, shule ni wanafunzi. Mafanikio ya watoto wetu, mafanikio ya wanafunzi ndiyo mafanikio yetu wazazi na walezi. Ukubwa na waomba kila mmoja aliyefika hapa, mtuombee sisi, muwaombee watoto wetu. Mwenyezi Mungu azidi kuwalinda. Nafahamu dunia ina mambo mengi, lakini hakuna mkubwa kuliko Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akiwalinda watoto wetu wako salama. Naomba sana mashehe wangu, naomba sana wazazi na walezi, tunapokuja hapa kujumuika pamoja, kubwa ambalo tunaliomba kwenu ni maombi. Mwenyezi Mungu awalinde watoto wetu, awape malezi bora, awape ufahamu mzuri, wakafanye vizuri katika masomo yao, awape maadili mema ambayo tunawafundisha yashike katika mioyo yao, na hatimaye watoto wetu hawa wakawe msaada kwetu wazazi, kwetu walezi, lakini kwetu kama jamii na taifa kwa ujumla. Hayo ndiyo maombi yetu na ndiyo lengo la kukutana leo kwa ajili ya hii ibada. Napomalizia, naomba niseme yafuatayo. Jambo la kwanza, tunamshukuru Mungu, nadhani mwaka wa pili mfululizo sasa tunafanya ibada hii ya iftari. Mwaka jana tulifanya, ilikwenda vizuri. Tulitoa mwaliko wa kutosha, lakini namba haikuja ya kutosha sana. Tukasema
Sasa Mwenyezi Mungu tunatoa tena, na mwaka huu kwa kweli kwa furaha nimefarijika kuona karibu jamii yetu nzima ya hapa imefika, na ni watoe wasiwasi. Hili jambo aliishi mwaka huu linaendelea, na sio tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini wakati wowote Mwenyezi Mungu atakapotupa nafasi. Naamini mwaka huu taomba sana mashehe wangu na viongozi wetu wa eneo hili, tutatafuta tena wakati mwingine tuje tukae vizuri, tupate chakula vizuri na tuzungumze. Naamini litatokea, lakini ahadi yangu kwa mwakani, mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu akitujalia, mapungufu ya kuwa na buffet chache tutayatatua. Tutaweka buffet za kutosha sana, ili sasa iwe wepesi kupata, na nitumie nafasi hii kutoa mwaliko wa mwakani kwenye iftari. Tarehe tutafahamu panapo majaliwa, lakini niwakaribishe wote kwa wingi wetu huu. Tuwaambie jamaa, ndugu na marafiki, pamoja na watoto wetu, tunawakaribisha sana St. Matthew, wafike bila wasiwasi wowote. Na la pili, mwaka jana nikushukuru sana Sheikh Firdaus, ulikuja hapa ukasimama ukatupa zawadi, ukatuahidi kutuletea Qur'an tukufu, lakini pia vitabu vya dini. Naomba nisimame kusema hapa, tumepokea kwa moyo wa unyenyekevu sana zawadi zile na vitabu vya dini, na vimekuwa msaada sana kwa watoto wetu. Asante sana shehe kwa kutuunga mkono, lakini pia niwashukuru sana mashehe kwa niaba. Mwaka huu tumeanzisha somo la dini la Kiislamu kama somo kabisa. Kwa hiyo hapa shuleni, katika masomo ambayo watoto wanafundishwa somo la dini ya Kiislamu kama somo, ukiacha kufundishwa kwenye vipindi vya dini, na limeanza kwa madarasa ambayo tumeanza nayo, tunaendelea. Naamini baada ya muda watoto wote sasa shule nzima watakuwa wanasoma somo hilo. Na nitumie nafasi hii kuwashukuru sana mashehe wetu kwa kupatia walimu ambao wanawafundisha watoto wetu. Tunaamini kupitia watoto kufundishwa masomo ya dini ndiyo tutajenga maadili na miiko thabiti kwa watoto wetu, kwamba atakapoona mzazi mlezi sipo, lakini akajua Mwenyezi Mungu yupo anamuona, kwa hiyo atasimama katika njia ile impasayo kusimama. Mwisho kabisa, naomba mashehe wangu msimama hapa, tunaomba dua. Tutazungumza na kutuwaidha mambo mbalimbali, lakini tutaomba mtuombee dua kwa Mwenyezi Mungu leo hii kwa ajili ya mafanikio ya watoto wetu, lakini pia hata tutakapokuwa katika shughuli zetu za dini tuendelee kutuombea. Alijaribu kuzungumza kidogo mheshimiwa diwani hapa. Saint, shule kuitwa Saint, watu wanafikiri ina uhusiano na shirika la dini au ni shule ya dini. La hasha, haiko hivyo. Nitaeleza kwa ufupi kwa nini iliitwa Saint. Wakati tunaanzisha shule, baba yetu Dr. Mtembe, lengo lake ni kwamba misingi ya shule ijengwe katika kumtegemea Mungu. Sasa kipindi hicho unaijengaje na kuionyesha imani yetu kwa Mungu? Akasema basi angalau shule itwe mtakatifu fulani. Kwa hiyo ili kuchochea ile uwepo wa dini, na si kwamba ni shule ya dini. St. Matthew's haiongozi wala haimilikiwi na kanisa, haiongozi wala haimilikiwi na taasisi yoyote ya dini ya Kikristo, kwa maana kuifanya iwe shule ya Kikristo. Hii ni shule ya kawaida. Kwa jina St. Matthew ni jina tu, kama ambavyo tungeamua kuita majina ya kawaida, Mwandege kawaida, bila kuweka ile neno mtakatifu pale. Kwa naomba liweke wazi hivyo, sio shule ya Kikristo wala haimilikiwi na kanisa, inamilikiwa na Mtanzania wa kawaida tu, mzalendo, mtu kama sisi, ana ufungamano na dini. Ndio maana watoto wetu wanapokuja hatuna ubaguzi wa kidini,
Akija Mkristo anafundishwa kwa imani ya dini yake, na watoto wetu wa Kiislamu wanafundishwa kwa imani ya dini yao. Na hapa niliseme jambo ambalo walifahamiki sana. Idadi ya wanafunzi wa Kristo na Waislamu iko sawa sawa kwa idadi, na tena kwa primary, shule ya msingi, watoto wa Kiislamu ni wengi kuliko wa Kikristo. Kwa hiyo ninaomba ile kuona neno mtakatifu pale sio shule ya dini. Tunakaribisha watoto wetu wa Kiislamu wapate mafundisho yao, tunakaribisha mashehe na walimu wa Kiislamu kuja kufundisha, na tunawashukuru sana. Kabla ya kwenda kwenye mitihani, mashehe wetu wanakuja kuwaombea dua watoto wetu hapa shuleni kabla hawajaanza mitihani ya taifa. Mafanikio ambayo tunayaona shule yetu inapata katika ufaulu, wanafunzi wote wanapata alama A, wanafunzi wote wanapata division 1 na 2, ni kwa sababu ya maombi yenu. Asanteni sana, naomba hii fursa tuitumie. Mwisho kabisa, ada yetu ni nafuu sana. Kwa shule ya msingi ada yetu ni shilingi 100,000 kwa mwezi. Nataka niwatafsirie, yaani kila mwezi shilingi 100,000 ambayo unaweza ukalipa kila mwezi au kila baada ya miezi mitatu shilingi 350,000 hapa St. Mary. Inawezekana. Lakini kuna shule nyingine ya primary St. Max iko pembeni pale, ada yake iko chini zaidi ya hapa. Hivyo kwa mwezi haizidi 100,000. Kwa hiyo niwaombe hasa wazazi katika jumuiya yetu hapa karibu, ada hiyo sio kubwa sana kama inavyofikiriwa, lakini pia ikitokea mzazi mlezi anaona mambo yake ya kifedha hayajakaa sawa, tuna utaratibu wa kushirikiana na mabenki. Benki tunapoandikia barua, tumeshaingia nao makubaliano, wanatoa mkopo wa ada kwa mzazi na riba yake ni 1% kwa mwezi. Kwa hiyo ningeshauri wazazi, badala ya kwenda kukopa hela kwa 1% kubwa, najua ukiacha kausha damu watu wengi wanakopesha kwa 10% na zaidi kwa mwezi, lakini kwa barua yetu tu ni 1%, ambapo kulingana na kiasi unachochukua, benki hawachukui nyumba, hawachukui sui gari. Tumewekeana utaratibu mzuri tu kabisa wa kukutambulisha na kukufahamu, unapata huo mkopo. Kwa hiyo tuna utaratibu huo rafiki zaidi kwa wazazi kuweza kusomesha watoto. Lengo ni kwamba elimu, malezi na usalama ambayo wanapata watoto, tunatamani hata watoto wetu wanaotuzunguka eneo hili waipate. Kwa nimeamua niyaseme hayo kuweka vizuri wazi, kwa sababu saa nyingine mtu anaweza asielewe hali ilivyo. Lakini washukuru sana Mheshimiwa Diwani, na waona wazazi na viongozi wengi sana hapa wanasomesha watoto wao hapo. Naamini na wao watakuwa mawakala wazuri kuwaeleza wazazi wepesi ulipo. Baada ya kusema hayo, naomba nimalizie kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais na serikali. Mwaka wa uchaguzi, wito wangu tuombee na wote tushiriki. Naomba kwa itifaki hiyo niwashukuru sana kwa kushiriki nasi. Mungu awabariki na asanteni sana na karibuni sana St. Mary. Tunaenda kumalizia kwa itifaki kuwakaribisha viongozi wetu mashehe. Sasa naomba kiitifaki, naamini nimkaribishe Sheikh Firdaus au shehe wa kata, shehe mkuu, Sheikh Firdaus. Naomba Sheikh Firdaus, karibu uzungumze nasi, na ukimaliza basi tutatukaribishia shehe wetu wa kata ya Mwandege. Na kama wako mashehe wengine kwa namna ambayo sijawatambua, naomba muwatambue na kuwatambulisha, na kwa itifaki mtakaona iko sawa, tuko tayari kuwapokea. Karibuni sana. Naomba DJ karibishie viongozi wetu. Kajaliwa karama na Ilahi Mola jalia,
dua zake akisoma Allah anazipokea. Kwa pamoja Allahumma takabbal dua, ni Sharifu Firdausi Allah amjaze kheri. Naitwa Fumao Mshairi, natazama Firdaus TV, na kusihi na wewe kutazama Firdaus TV. Wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Keep watching Firdaus TV. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu.